Ni vyakula gani ambavyo havina kabisa mafuta ya rehemu au cholesterol? Ni swala ambalo liko miongoni mwa watu wengi ambao baadhi ni wagonjwa, wengine si wagonjwa. Kuna wagonjwa ambao kwa mfano wanahangaika na magonjwa ya moyo, wagonjwa ambao wanahangaika na mawe kwenye mfuko wa nyongo ambayo inatokana na ongezeko la mafuta ya cholesterol kwenye damu. Kuna wagonjwa wenye magonjwa kama ya pressure, stroke, sukari, magonjwa ya figo, magonjwa ya ini. Wengi wagonjwa wako wanahangaika na swali hili moja. Na baadhi wamekuwa kidhani kwamba nyama nyeupe haina mafuta ya cholesterol. Nyama nyeupe kama kuku, samaki, wengine anakuambia mimi nakula kuku, nakula samaki kwa sababu haina cholesterol. Ni kweli ama sio kweli? Hebu tuangazie leo vyakula ambavyo havina cholesterol. Lakini pia nitamalizia kukuonesha vyakula ambavyo vimesheheni mafuta haya ya cholesterol, mafuta ya rehemu, ambayo ni maarufu na imekuwa kihusanishwa na magonjwa kadhaa na katika kuziba mishipa ya damu na kuharibu mishipa ya damu. Hivyo tuende sambamba, uko nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Vyakula ambavyo havina mafuta ya rehemu ndo mada ambayo iko hewani kwa upande wa leo. Nisikize kwa umakini. Hii elimu yamkini huwezi kuipata mahali popote, hata hospitalini yamkini daktari siwezi kukuambia. Hivi twende sambamba. Kiufupi tu nichukue dakika moja kueleza habari za cholesterol. Cholesterol au mafuta ya rehemu yapo katika namna mbili. Kuna ambayo yapo kwenye damu ambayo kwamba ni serum cholesterol, lakini kuna mafuta ya rehemu yaliyopo kwenye chakula unachokula wewe. Na tumekuwa tukishauri kwamba uweze kukwepa vyakula ambavyo vina rehemu. Licha kwamba cholesterol ina manufaa, tunazungumza ile cholesterol ambayo iko ndani ya mwili wako, lakini inapokuwa iko nje ya kiwango stahiki huwa inakuja na changamoto nyingi, ikiwemo na kusababisha masuala ya stroke, mshtuko wa moyo, masuala ya magonjwa ya moyo na magonjwa mengine kadha wa kadha, ikiwemo na mawe kwenye mfuko wa nyongo. Sasa kuna vyakula ambavyo nataka nikufahamishe kwamba vyakula vifuatavyo ni havina cholesterol na vinafaa kwa kila mgonjwa aweze kuvitumia. Sio wagonjwa tu, hata wewe mwenyewe ambao hujapata maradhi mbalimbali, hakikisha unatumia vyakula hivi. Namba moja kabisa katika vyakula ambavyo ambavyo havina rehemu ni mboga ama mboga za majani za aina yote. Mfano: mchicha, tembele, sukuma wiki, chainizi, figiri, cabbage, nyanya chungu, bilinganya, nyanya, hoho, bamia, karoti, vitunguu saumu, vitunguu maji na vingine vyote ambavyo kwenye mboga. Hili kundi la mboga zote za majani hazina cholesterol, ni zero cholesterol. Namba mbili ni matunda aina zote, tukianzia habari za papai, nanasi, ndizi mbivu, embe, chungwa, peasi, apple, hata parachichi yenyewe. Parachichi na mafuta ndio, lakini sio cholesterol. Zabibu, strawberries, blueberries na matunda mengine yote ni zero cholesterol. Hayo hakikisha unakula kwa amani, ni zero cholesterol. Hii ni namba mbili. Namba tatu ni vyakula vyote asili ya mikunde na mbegu. Mfano: maharage, mbaazi, njegere, kunde, choroko, dengu, njugumawe. Kuna mbegu za maboga, mbegu za alizeti, korosho, almond, kuna Brazilian nuts, kuna walnuts na kuna mbegu za alizeti, mbegu za chia seed, ufuta. Vyote hivyo na vingine jamii ya mbegu havina cholesterol, ni zero cholesterol, havina kabisa. Hili ni namba tatu. Namba nne ambayo utakofahamu ni nafaka zote. Mfano: mahindi, inawezekana ya njano ama meupe, habari za mtama, ulezi, ngano, mchele, inawezekana mchele mweupe ama mchele wa brown, kuna uwele. Vyote hivyo havina cholesterol, ni zero cholesterol. Hivi ni vyakula namba 4 ambayo nataka kufahamisha kwamba ni havina cholesterol. Namba 5 na mwisho kwa vyakula ambavyo havina cholesterol ni vyakula asili ya mizizi na ndizi za kupika. Vyakula asili ya mizizi na ndizi za kupika hapa ni mfano: viazi mviringo, viazi vitamu, mihogo na magimbi. Vyote hivi ukiwa sambamba na ndizi za kupika ni kwamba havina cholesterol.
Katika tafasiri nyingine ni kwamba vyakula vyote ambavyo vinatokana na mmea ni zero cholesterol. Kwa hiyo mtu anapozungumzia kwamba vyakula ambavyo havina cholesterol, ambavyo havina mafuta ya rehemu, elewa kwamba ni vyakula vyote ambavyo ni asili ya mmea. Ukiuliza vipi kuhusu kambale, nitakuuliza kwani kambale nayo yanatokana na mmea. Ukiuliza kuhusu habari za kuku, nitakuuliza kwani kuku yanatokana na mmea. Ukiuliza vipi kuhusu maziwa, nitakuuliza kwani maziwa haya ya ng'ombe yanatokana na mmea. Kwa hiyo vyakula ambavyo havina cholesterol, ambavyo ni zero cholesterol kabisa, ni vyakula vyote ambavyo vinatokana na mmea. Na ndio maana nimekuwa nikishauri watu kula vyakula kutokana na mmea, kula plant based food. Na hivi vyakula ndio vyakula ambavyo ni alkaline. Kabla sijakupea kuangalia vyakula ambavyo vimesheheni cholesterol, kuna mambo machache naomba ni kufahamisha hapa. Tumeangazia vyakula ambavyo havina cholesterol. Sasa fahamu kwamba nimekwambia kwamba kuna cholesterol kwenye vyakula, kuna cholesterol iliyopo kwenye damu yako ambayo ni serum cholesterol. Cholesterol iliyopo kwenye vyakula inaweza ikachochea ongezeko la cholesterol kwenye damu, lakini sio lazima kwa 100%. Ila kwa karibia 10%, ukishakula chakula ambacho kina cholesterol, basi ile cholesterol kutoka kwenye chakula huwa inaweza kuongeza cholesterol kwenye damu yako. Lakini mbali na hii cholesterol yenyewe kwamba vyakula hivi havina cholesterol, kuna virutubisho ambavyo huwa vini malighafi ya kutengeneza cholesterol yenyewe, ambavyo nishaikuambia ni habari za protein itokana na wanyama, lakini pia ni habari za mafuta na uganda ambayo tunaita kwamba ni saturated fat. Hivi vitu viwili vinatumika kama malighafi ya kutengeneza cholesterol ndani ya mwili wako wewe. Sasa vyakula hivi ambavyo nimesema havina cholesterol, si kwamba tu havina cholesterol, lakini pia vina kiwango kidogo sana cha mafuta na uganda, saturated fat. Vyakula vingi havina mafuta ambayo yanaganda. Hivi vyakula tunavyo na mmea. Kwa hiyo hakuna namna pia ambavyo vinaweza kuchochea ongezeko la cholesterol kwenye damu yako. Lakini pointi ya pili, vyakula hivi havina protein kwa nao na nyama. Havina animal protein. Vina proteini ambayo inatokana na mmea ambayo ni rahisi kumeng'enywa na sio malighafi ya kutengeneza cholesterol yako ya mwili wako. Proteini kutokana na wanyama ambao ni ngumu tata kwenye kumeng'enya ndio ambao wanatumika pia katika utengenezaji wa cholesterol ndani ya mwili wako. Sasa kuna vyakula ambavyo vimesheheni cholesterol. Si cholesterol tu, ni bahati mbaya vyakula hivi vimesheheni hizi malighafi mbili ambazo ni protein na mafuta na uganda, ambayo pia inatumika kama malighafi ya kutengeneza cholesterol ndani ya mwili wako. Moja ni nyama nyekundu zote. Inaweza ikawa ni mbuzi, ng'ombe, inaweza ikawa ni ya kondoo, inaweza ikawa ni ya kitimoto. Nyama zote ambazo zinatokana na miguu minne ambazo kama ni nyama nyekundu, fahamu kwamba zina cholesterol. Si cholesterol tu, lakini zimesheheni mafuta na uganda na protein, ambayo nutrients hizi mbili ama virutubisho hivi viwili vinatumika kama malighafi ya kutengeneza cholesterol ndani ya mwili wako. Namba 2 ni nyama nyeupe zote. Nyama nyeupe zote. Kuku, si bata, si njiwa, si nini. Nyama nyeupe zote, ikiwa ni sambamba na samaki aina zote pamoja na dagaa, zina cholesterol. Kwenye upande wa samaki, nizungumzie kidogo juu ya samaki. Samaki haina mafuta mengi sana ambayo yanaganda basi saturated fat, lakini na protein nyingi pia ambayo inachochea utengenezaji wa cholesterol. Kwa maana kwamba kwa mtu ambaye anapambana na issue ya ongezeko la mafuta haya ya rehemu kwenye damu, pia samaki pia kwake anakuwa haumfai kama unahitaji kuishusha ile rehemu ndani ya mwili wako. Lakini kama huna mpango kuishusha, unaweza kaendelea, lakini fahamu kwamba huwezi kutoboa kama nyama nyeupe bado inaendelea. Ni vema kwanza upambane, uepuke kwanza nyama nyeupe. Ushushe kwanza ile rehemu yako ambayo inakuweka hatarini kukumbwa na changamoto hizo kama stroke na mshtuko wa moyo. Baadaye sasa tutaona kama utaweza kurudisha, ni wewe utaamua, lakini fahamu kwamba nyama nyeupe zote zina cholesterol. Namba 3 ni habari za mayai, na mwisho ni habari za maziwa yatokana na wanyama, yote yamesheheni cholesterol. Na si cholesterol tu, maziwa na mayai vimesheheni mafuta na uganda na protini ambazo zinatokana na wanyama. Kufahamu hivi vyakula hivi ndio ambavyo vimesheheni cholesterol, lakini vimesheheni hizi malighafi mbili ya kutengeneza cholesterol ambayo ni mafuta na uganda na protein. Vyakula tunavyo na mmea safi havina cholesterol, vina kiwango kidogo cha mafuta ambayo na ganda, lakini vimesheheni protein ambayo ni nzuri sana. Kwa hiyo kula vyakula tunavyo na mmea, go plant.
focus kwenye plant based lifestyle medicine. Ndio suluhisho na njia rahisi ya kuweza kushusha kiwango ongezeko la mafuta kwenye damu yako ambayo ni ya rehemu haya, lakini pia ndio mnakufanya uweze kuwa salama dhidi ya magonjwa mengine sugu ambayo ingeweza kuhatarisha ama kupunguza ubora wa maisha yako. Nilihitaji kufahamisha tu haya mambo uyafahamu, kwa vyakula ambavyo vina mafuta ya rehemu na vyakula ambavyo havina mafuta ya rehemu. Nikushukuru kwa kuitazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Ulikuwa na Mary Mpali, nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwa heri.